Wahenga walisema ya kale ni dhahabu. Asiyejua historia yake ni sawa na mtu asiyejua wapi atokako na wapi aelekeako. Mkoani Iringa ni miongoni mwa maeneo yenye historia za kila aina, za kuvutia, za kusikitisha na hata za kutia moyo katika historia ya taifa la Tanzania. Karibu katika mkoa wa Iringa kujionea mengi ya kifahari. Iringa Boma ni miongoni mwa maeneo machache yenye historia nzito za kusikitisha na hata za kufurahisha, zilizoanzishwa na wakoloni wa kwanza kabisa katika historia ya ukoloni nchini Tanzania, lakini mpaka sasa majengo haya yangali yakiishi. Unafahamu nini kuhusiana na Iringa Boma? Karibu kwenye makala hii maalum inayoangazia historia na chimbuko la jengo hili maarufu mkoani Iringa ambalo limebeba historia na utajiri wa mkoa huu. Mtazamaji, karibu sana kwenye mazungumzo yetu maalum haya ambayo leo tuko hapa kwenye eneo la kihistoria kwa mkoa wa Iringa. Tuko na mwenyeji wetu hapa, atakwenda kujitambulisha mwenyewe na atatueleza kwa kina kuhusiana na nini ambacho kipo hapa, wanafanya kitu gani na kwa namna gani. Hapa si pengine ni Iringa Boma, maarufu sana kwa jina hilo, lakini wenyewe wana namna ambavyo wanaweza kaielezea kwa uzuri sana. Yuko hapa mwenyeji wetu, atatuambia, atajitambulisha mwenyewe. Tumekutembeleeni kwenye kituo chetu. Pengine watu wangetamani kwamba wafahamu nani ambaye Karibu sana. Jina langu ninaitwa Jimson Sanga. Mkurugenzi mwenza wa makumbusho hii ya mkoa wa Iringa. Inafahamika kama Iringa Boma ili watu waweze kufahamu zaidi, lakini kwa kawaida hii ni kituo cha makumbusho na utamaduni kwa mkoa wa Iringa. Ni makumbusho ambayo yapo chini ya Chuo Kikuu cha Iringa na imezinduliwa rasmi na serikali na mwaka 2016 tarehe 25. Kwa hiyo waziri wa mambo ya nje wakati huu alimwakilisha waziri mkuu katika uzinduzi rasmi wa makumbusho hii ya mkoa. Kwa hiyo ni makumbusho mkoa na kituo cha utamaduni kwa jina la kawaida ambalo niseme promotion tunayotumia kwa ajili ya watu wafahamu, ndio tunaita Iringa Boma. Kwa nini mlichagua makumbusho hayo ya mkoa na kituo cha utamaduni kuweka hapa? Asante sana. Kihistoria, makumbusho hii niseme hivi ni matokeo ya kazi ya Chuo Kikuu cha Iringa, idara ya utalii na utamaduni, ambapo tuliazimia kuwa na utafiti wa tamaduni za Iringa chini ya program asasi isiyo ya serikali inayofahamika kwa jina la Fahari Yetu Tanzania. Hii ni asasi ambayo tunajishughulisha na kutetea, kuibua na kutangaza utamaduni. Tunajua kwamba ulimwengu unaenda kwa kasi, lakini utamaduni wa Mtanzania unapotea kwa kasi vile vile. Kwa hiyo tunajitolea sisi, tunanisema hivi kama wanazuoni, kama wahadhiri wa chuo, watafiti, tuliamua kufanya hiyo, lakini haikuwa bure. Tulifanya kwa sababu tulikuwa na support au tulikuwa na ufadhili wa Umoja wa Ulaya kwa wakati huo. Mradi huu wa Fahari Yetu ulikuwa ni miongoni mwa miradi 10 katika taifa iliyopitishwa kama washindi mwaka 2012 na 2013 tulianza tafiti zetu rasmi. Sasa kwa swali lako lilo uliuliza kwa nini makumbusho ya mkoa hapa? Labda nitoe kidogo historia. Hili jengo ni miongoni mwa majengo matatu ya kihistoria yanayounda mji wa Iringa. Kwa hiyo ukizungumzia mji wa Iringa wenyewe, sio hapa tulipo kwa asili yake. Mji wa Iringa upo Kalenga. Kwa hiyo asili ya Iringa, niseme hivi, makao makuu ya Iringa kihistoria kabla ya ukoloni yapo Kalenga chini ya Chifu Mkwawa. Kwa hiyo ngome ya Mkwawa ya kule Kalenga ambayo inaitwa Lipuli ndiko ambako kunafahamika kwamba ndio mji wa Iringa. Lakini Mjerumani alipokuja baada ya vita ya pili ya Mhehe na Mjerumani mwaka 1894, ndipo akaamua kujenga ngome yake hapa kwenye mji tunaoona leo Iringa. Kwa jengo la kwanza lililojengwa mwaka 1896 ndipo hapo kituo cha polisi. Kwa hiyo ukifika hapa Police Central utakuta kuna jengo ambalo kama limeachwa halitumiki. Jengo jeupe lipo kwa nyuma, lile ni masalia ya majengo ya kwanza. Kwa hiyo lile jengo naweza nikaita ndilo la kwanza jengo kongwe kwa mji wa Iringa.
Bwana Dokta, kabla hujaenda mbali zaidi. Ndio. Majengo haya yalijengwa kabla ya Wajerumani hawajachukua himaya ya Mkwawa au baada? Kama nilivyoelezea, baada ya vita ya pili ambapo Mjerumani alishinda sasa. Na baada ya ngome akalenga kudondoshwa. Mjerumani alileta nguvu zake zote hapa kujenga ngome, akiwatumia wananchi hawa wa kwetu. Kwa hiyo majengo hayo matatu ni hiyo Police Boma hapo Police Central. Jengo la pili lilikuwa ni ile soko la zamani. Ukienda soko kuu kuna soko la zamani. Utaona majengo yanafanana kabisa na hili tulipo. Hili lilikuwa ni jengo la tatu. Kwa asili jengo hili lilijengwa kama zahanati ya wakoloni. Yaani zahanati ya Mjerumani ya jeshi au watawala wa Kijerumani. Lilijengwa lilizinduliwa mwaka 1914. Yaani miaka 16 au 18 baada ya kujengwa jengo la kwanza. Hili lilikuwa ni jengo la tatu. Sasa limekaa kwa hiyo miaka yote zaidi ya 100. Ikitumika kwa miaka michache tu, kama lilitumika kama kwa miaka 2 kama kituo cha zahanati. Baada ya vita kuu ya dunia ya kwanza mwaka 1918, Mwingereza aliingia hapa. Akalitumia hili jengo kama makao yake makuu ya utawala, na wakati kule police station akiendelea kutumia kama makao makuu ya jeshi kwa nyanda za juu kusini. Kwa hiyo Mwingereza aliendelea kutumia hivyo, na soko liliendelea kutumika kama soko. Lakini hapa akabadilisha kutoka zahanati kuwa sasa ni kama ofisi yake ya utawala. Na limekaa kama ofisi ya utawala mpaka wakati wa uhuru mwaka 1961. Baada ya mwaka 1961 lilitumika kama jengo la mkuu wa mkoa la kwanza kwa mkoa wa Iringa. Wakati huo tunasema area commissioner, walitumia jina hilo area commissioner. Kwa hiyo ukisikia naenda kwa area commissioner ndio hapa. Na baadaye baada ya serikali kujenga sasa regional blocks ya majengo ya wakuu wa mikoa, hili lilibadilishwa sasa likapewa kuwa ni ofisi ya mkuu wa wilaya. Na limetumika kama ofisi ya mkuu wa wilaya mpaka 2013. Wakati sasa program ya Fahari Yetu Tanzania tukiwaza kwamba ni namna gani tutaitumia ili eneo kwa ajili ya kutunza utamaduni wa Iringa, ambapo ukumbuke sasa tayari chuo kimeshafanya utafiti wake, kimekusanya taarifa za utamaduni wa Iringa. Naposema Iringa namaanisha kwa wakati huo Iringa ilikuwa ni Iringa hii na Njombe. Njombe ilikuwa ni wilaya. Kwa hiyo Njombe, Ludewa na Makete zilikuwa ni wilaya za mkoa wa Iringa, na baadaye mwaka 2014 mwishoni au 15 ndipo Njombe mkoa ukazaliwa kama mkoa mpya. Kwa hiyo nadhani kabla Rais Kikwete hajatoka madarakani, moja ya vitu alivyofanya ilikuwa ni kutangaza kwamba Njombe sasa unakuwa ni mkoa unaojitegemea. Lakini kabla ya hapo tuseme Iringa ilikuwa ni mpaka Njombe. Kwa hiyo huu mkoa ulikuwa ni mmoja tunapofanya utafiti. Mlifanya tafiti wa Iringa na Njombe kwa jumla wakati? Ya, kwa wakati hasa nguvu kubwa tulielekeza kwa Iringa yenyewe, hasa tukimtanguliza chifu Mkwawa na wale masabu chifu wake, niseme himaya iliyotawaliwa kiundani na chifu Mkwawa. Kwa hiyo tulifanya sana kazi na Wahehe. Kwa hiyo tunachokizungumzia katika makumbusho hii kwa asilimia zaidi ya 95 inagusa hali halisi ya Muhehe kwenye tafiti tulizozifanya. Kwa hiyo tunamzungumzia Muhehe, utawala wake au maisha yake kabla ya mkoloni alikuwaje. Tunazungumzia Muhehe, utawala wake ulikuwaje katika kujilinda, kwa sababu Uhehe ni nchi. Na tukisema Uhehe haikumaanisha kabila la Wahehe. Hapa watu wengi wanachanganya, ukisema Uhehe wanadhani ni hawa Wahehe wachache. Hapana, kabila tu hilo. Hapana, Mkwawa mwenyewe alikuwa ameshatawala, alikuwa ameshateka makabila zaidi ya 10 ambayo yanaitika chini yake. Kwa hiyo tunaposema Uhehe ilimaanisha ni kama leo sema Tanzania, kwamba ni himaya ya Uhehe na inaitwa ni nchi. Kwa Kihehe wanasema ingi ya Uhehe, kwamba nchi ya Uhehe. Kwa hiyo Uhehe mpaka Mjerumani anakuja ilikuwa ni nchi. Kwa hiyo tunasimulia masimulizi kwamba Muhehe aliilinda nchi yake kwa gharama yoyote ile. Hii ndio sababu ya mwaka 1891 kupigana na kumpiga Mjerumani katika eneo la Lugalo. Kwa namna ambavyo umeelezea hiyo sasa, mmechagua hapa na mmefanya hizo tafiti. Hizo tafiti zilifanywa na chuo. Ndio. Kwa nini zikaletwa sasa hapa kama sehemu ya mafunzo?
Asante sana. Tulifikiria sana ni namna gani tutaweka watu makumbusho ya mkoa, lakini kwa wakati huo niseme hivi, ninakumbuka sana wanazuoni nguli, nitumie hilo jina, ambaye ni marehemu Profesa Nicholas Bangu aliyekuwa mkuu wa chuo kwa wakati huo, pamoja na mkuu wa mkoa aliyekuwepo, alikuwa anaitwa Mama Christine Ishengoma, daktari, alikuwa ndiye mkuu wa mkoa wakati huo. Hawa wakiona tuna wazo hili, ndipo wakasema hivi, kumbe kama mna wazo la kuanzisha makumbusho, mnaweza mkatumia jengo hili, kwa sababu jengo lenyewe kwanza ni makumbusho, lina zaidi ya miaka 100. Ukumbuke kwamba lina miaka zaidi ya 110 tangia lizinduliwe. Jengo linaweza likawata na miaka 130 au 120 muda. Kwa hiyo inaweza kuwa lina miaka hata 120 tangia lijengwa. Kwa hiyo jengo lenyewe ili kwanza lina umri wa miaka hiyo yote. Kwa hiyo kwenye mambo kale, jengo ndilo kitu cha kwanza kinachotunza mambo kale. Kwa hiyo bahati tuliyopata hili jengo ni kwamba wakuu wa wilaya walikuwa wameshajengewa majengo mengine mapya